Marshall TV. Usisahau kusubscribe, kushare na kucomment. Pia bonyeza alama ya kengele ili kupata update zetu kila siku. Na baada ya dakika zote 90 za mchezo baina ya Jetua Sport hatua hii ya 16 kunamatika kwa matokeo 0-0 dhidi ya Elo ya Kwanza Sport. Ni moja kwa moja kwenye kwadu ya penalty. Ni Marshall TV na tunakuletea matangazo ya moja kwa moja kutoka huo uwanja wa Baba Juma. Tunashuhudia mchezaji wa kwanza kabisa mwenye hatima ya kupiga penalty ya kwanza na kutafutia akaunti ya magoli timu ya Elo ya Kwanza. Ni igizo jipya na ni moja kati ya wachezaji ambao nilizoea nikasema zamani kwamba details hazipo, lakini ni uzi nambari 16 mgongoni, ambaye nikiangalia kwenye takwimu zinaonyesha kama mchezaji ambaye alitakiwa kuwa uzi nambari 16 hapa alikuwa ni mchezaji Emeji. Subiri tuone Emeji ameamrishwa tayari na referee Valente. Kipenga cha moto kimelia, first goal. Anasema nimeusukuma mpaka na mkono hivi, nimefanya hivi. Wrong way ya kwanza. Anamwambia big up my brother, the first goal is to open the first account. 1-0 na penalty ya kwanza kabisa ya mchezo. Anaenda Dr. Khalid Aucho Ramadhani, fundi wa kabumbu, uzi nambari 14 mgongoni. Ni penalty ya kwanza kabisa ambayo tayari ina hatma na ina faida kwa timu ya Elo ya Kwanza. Amesema mimi ni Emed na ninaweza kukifanya kama alichokifanya mchezaji Dewi, fundi wa kabumbu na uzi nambari 14 mgongoni. Moja kati ya mapenalty teka wazuri zaidi. Kipenga cha moto kinalia, mchezaji wa kwanza upande wa timu ya Jetua Sport kupiga penalty, Dr. Khalid Aucho. Kimo amelezwa kule, anasema big up go, napiga ramli na nasherehesha moja kati ya masherehe ambayo tunayo mkoroni. Huyu ndiye penalty teka mwenye dhamana kubwa zaidi, mmoja wa wachezaji ambao wana dhamana kubwa na wana uwezo mkubwa sana wa kuweza kuipeleka timu popote. Tayari uzi nambari 21 wa timu ya Elo ya Kwanza, LS Sport, kijana mdogo kwelikweli, Asende anaenda kupiga penalty ya tatu ya mchezo, lakini ya pili upande wa timu ya Elo ya Kwanza Sport. Asende anamwangalia Kitungano, Asende Kimo weka goli kule. Kitungano analia pole tu, ilikuwa imewekwa kubaya kule. 2-1 sasa. Enda Thomas Beach Boy na captain wa timu ya Jetua Sport kwa siku ya leo. Ni mchezaji ambaye ni wa 4 kwenye namba ya upigaji penalty, lakini mchezaji wa pili upande wa timu ya Jetua Sport, uzi nambari 2 mgongoni, Thomas Beach Boy na captain. Anarudi nyuma, Thomas anamwangalia golikipa, Thomas wrong way. Wow, golikipa anajiuliza hili nyoka ni nini? Komora kwelikweli, komora kwelikweli. Golikipa anajiuliza mpira una madini, mpira una changamoto gani huu? 2-2 sasa una brigade. 2-2 nasema. Anaenda mchezaji wa 5 kwenye namba ya upigaji penalty, lakini mchezaji wa 3 upande wa timu ya Elo ya Kwanza, LS Sport, captain fantastic, mafundi wa kabumbu, Benoit. Anaangalia vizuri golikipa Kitungano, anasema kama ndivyo sivyo. Golikipa Kitungano alikuwa anaambia tulieni, mimi nina uwezo wa kutoa penalty moja. Ameshinda tayari captain, ameshinda penalty ya 3 upande wa timu ya LS Sport, lakini kwa ni penalty ya 5 ya mchezo. Anapiga vizuri sana, lakini mipango na matumizi ni vitu viwili tofauti sana. Golikipa Kitungano tayari ameitetea timu na kuipa possession ya kuweza kuendelea. Subiri tuone mchezaji
wa kufunga goli la kudai, mchezaji wa 6 lakini wa 3 upande wa timu ya Jetwa Sport, Asokolo Shikama. Asokolo arudi nyuma tu pole pole. Kastil anacheza kimo, anacheza, anasema huwezi kudaka ile. 3-2 sasa, 3-2 sasa. Anaenda David, hizi nambari 14 mgongoni, mchezaji wa 7 kwenye namba ya upigaji penalti, lakini ni mchezaji wa 4 upande wa timu ya LS Sport. Ameshika mpira wakati golikipa Kitungano akiwa anajaribu kuja kugusa mpira ule. David, mmoja wa wachezaji ambao wako serious zaidi wakiwa kwenye game. Anasema David, umewekwa pabaya ule. Alikuwa anacheza na precision, anaenda Mbavo na mashabiki wanapiga kelele sasa. Mchezaji wa 8 na mchezaji wa 4 upande wa timu ya Jetwa Sport alishinda penalti kwenye ligi iliyopita dhidi ya, ilikuwa ni nusu finali ile dhidi ya Renaissance, ambayo ilipoteza finali dhidi ya timu ya Black Eagle the Fighters. Bavo uti nambari 15 mgongoni, mashabiki wanampigia kelele, wanasema Bwajao. Ikiwa na jina ni changamoto zaidi. Naenda Bavo, ana relax kwanza, anamwangalia Kangeta. Bavo kimo, golikipa anajiuliza umepitaje, ni penalti ya pili inamwingia pale bila yeye kujua. Sema hawezi kudaka ile. Chikala Palas naye anaenda, matokeo yakiwa ni 4-3 akishindwa Chikala. Mpira unaweza ukawa umekamatikia hapa. Mchezaji wa 5 upande wa timu ya LS Sport na mchezaji wa 9 kwenye namba ya upigaji penalti. Anaenda Palas kimo, anamwambia golikipa daka moja tu. Anaenda sasa Everest, mchezaji ambaye ana ticket ya kuwapeleka timu ya Jetwa Sport kwenye hatua ya robo final. Hussein nambari 6, Hussein ndio anatumia mguu wa kulia wa kushoto. Subiri tuone, angalia golikipa Kangeta vizuri. Hussein tumia mguu wa kuume huyo, angalia vizuri, ana dive kama alivyo dive mwenzake. Ticket 1-1 Jetwa Sport wanafuzu hatua ya robo final. Zemluu ele ya kwanza Sport wanalia pole. Penalti 5 kwa 4. Alikuwa anaiweka kubaya zaidi. Huyu ni fundi wa kupiga penalti Jetwa Sport. Hii ni Marechal TV, mimi ni Captain El Milagroso na niko na Memolize nyuma ya kamera. Unaweza kulike, comment, ukashare, ukasubscribe kwa ajili ya kupata zile update ambazo kila siku zinaendelea kujiri hapa, si kwenye uwanja wa Juma, lakini ni hapa kwenye channel yetu safi ya Marechal TV. Bye.